mchungaji wetu amwe na mwendata yake watu kumayombi pamoja na diakoni yetu kumayombi unyowa bagendanye mu rugendo lejo walienda pamoja safari bagemodo walienda asubuhi ariko bananje bamenyeshe yuko basoya amahoro na mbio walinijulisha kama walifika salama na tena hakupotea njia bikoze Mungu ambaye amefanya hayo apewe sifa leo hata milele. Umba cyangwari umuntu utukumenya inzira uri kumayira. Cyangwari mtu mwenye hajue njia unaweza potea mwa ile njia. Hari mamayira menshi. Huko manjia za mingi. Ariko kubona Imana yabarinze. Kuona Mungu amewachunga. Bagasohora amahoro. Wanafika salama. Yo Mana yagendanye nabo. Mungu ambaye ameendana nao. Izagarukane nabo. Acha arudianake nao. Na Mungu akiwarudisha salama. Waamini kama watarudia salama. Mungu aendelee kuwachunga. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunarudia kuongeza kushauriana. Hizi shauri hatuwezi zipewa na Mungu. Shauri zinatoka kwa Mungu. Shauri inatoka kwa maneno ya Mungu. Wenyewe walikuja kusikia maneno ya Mungu. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Kuona tungali hapa vya bora. Mungu angali na mpango na sisi. Ile njoo inatuma kama ungali. Mungu apewe sifa leo hata milele. Acha tufungule Biblia yetu. Kitabu cha Mathayo. Kitabu ya Mathayo 25 kwa murongo mbere kwa ile mstari ni wa kwanza. Aho niho tugiye guhera. Pale ndio kwenye tunaenda anzia. Tusomera arakaza kutoka kwa 13. Mwenye atatusomea atafikiza kwa mstari wa 13. Tata Elia nibo hageze watusomera ku magambo. Tutasoma kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kubatumikie. Na tunaheshimisha Mungu. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 walioenda kumulaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye bushara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitwaa taa zao, wasitwae mafuta pamoja nao. Bali wale wenye busara walitwaa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni mwende kumulaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote, wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zimezimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua, bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini, mlango ukafungwa. Halafu wakaja wale wanawali wengine wakasema, Bwana, Bwana, utufungulie. Akajibu akasema, amini nawaambia, siwajui ninyi. Basi kesheni, kwa sababu hamwijui siku wala saa. Amen. Tulichana mwezi tashakiye na watusomere mu Kinyarwanda. Tutaketi ndugu yetu Shaki naye atusomee kwa lugha ya Kinyarwanda kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tasoma kwa jina la Yesu Kristo.
icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajanye amatabaza yabo baje gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajanye amatabaza yabo ntibajana n'amavuta, ariko abanyabwenge bajana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, musohoke mumusanganire. Maze b'abakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe amavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimuje mu bahanjuzi muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe umukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma b'abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa we, dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Tunakushukuru Bwana mtakatifu na mfalme, kiongozi wetu Yesu Kristo. Chini ya damu yako tunakuomba kwa ajili ya usomi wa neno lako hii ambayo tumesomewa. Baba, sio sisi ambayo tumeiandika, lakini iliandikiwa tangu zamani. Wewe ndiye mwenye ulimwanga Roho Mtakatifu wako ukiandikisha maneno haya. Tunakuhitaji umwange Roho Mtakatifu wako ndani ya kanisa hili magharibi ya leo, ushuke ututafsirie maneno yako hii. Baba, mwenye unataka tumikisha kwa neno lako, ushuke utumikie ndani yake. Wandugu na wadada wote ambao wanaketi pale kwa kusikiliza, Baba, wakati watakusikiliza wasione mwanadamu, lakini wakuone wewe ndani yake. Tufungue masikio tuweze kusikia neno lako, tufungue macho tuweze kukuona wewe Bwana. Baba, Roho Mtakatifu wako, ile ngozi ya moto yenyewe ulishusha juu ya ndugu Branham, ile ngozi ya moto yenyewe ulishusha ile wakati siku ya wana wa Israeli juu ya Musa, tunahitaji na sisi magharibi ya leo ishuke izungumuze na sisi. Bwana, tunakuomba uwe kiongozi katika yote, mwanzo na mwisho, kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Jina mwene data tubashuhuje mu izina ry'umwami wacu ari Yesu Kristo. Mimi na ndugu tunawasalimu mu jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Imana ikoze neza iduhaye abakanya kuja kutuvuga amagambo yayo. Bwana Mungu wetu apewe sifa, mwenye anatupatia hii muda kusema tusikie maneno yake. Kuganira tunaenda zungumzia kwa kumwami wacu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kuregereje, unakaribia. Iyo niyo shije y'uko mugoroba, ile ndio shije ya magharibi ya leo. Kugaruka kwa mwami wacu Yesu Kristo, kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kuregereje, unakaribia. Maana kimazwe cyane. Mungu wetu apewe sifa. Inkuru yo dufite, hii habari tuko nayo yo kugaruka kwa mwami wacu Yesu Kristo, ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kuko kugaruka kwa mwami wacu Yesu Kristo kuregereje, kwa sababu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunakaribia. None amasaha dufite sasa, saa zenye tuko nazo kugira umugeni ati itegure kuko kugaruka kwa mwami wacu Yesu Kristo arasoba. Nikwambia bibi harusi jitayarishe juu kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunakaribia. Ikigomba kuregura umugeni wa Yesu Kristo ni ijambo, na chenye kinapasha tengeneza bibi harusi wa Yesu Kristo ni ijambo. Kuregura umugeni wa Yesu Kristo, neno ndio iko na tengeneza bibi harusi wa Yesu Kristo.
kutayarisha wafurere na ijambo ryo gutegura isi yose kugira ngo umugeni w'Imana yitegure. Hii neno ndio iko natayarisha dunia yote mzima kusema bibi harusi wa Bwana ajitayarishe. Ijambo ryo kutwezaho ibicumuro byacu byose. Hii neno ndio iko natutakasa hapo na dhambi zetu zote. Ijambo ryo kutwezaho munyantegereje bwacu. Hii neno ndio inatutosha hapo madhaifu yetu. Kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo kuregereje. Kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunakaribia. Imana yakimazwe cyane. Mungu wetu apewe sifa. Nicyo gitumye abafurere n'abasere. Ndio maana wandugu na wadada. Kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo kunakaribia. Nicyo gitumye umugeni wa Yesu Kristo agomba kuba maso. Ndio kwa maana bibi harusi wa Yesu Kristo anapaswa kuwa. Mshiki wa mwana dada mjama kwa mtacha utakiliho. Ndugu yangu dada yangu hapa kwa kuona utakutana na hautu. Mjama kwa aliko turabasuruke. Tuko hapa kwa kuona lakini tuko wasafiri. Kandi nta dufite icyumba cyacu cy'inkomoko ifite icyumba cyacu cy'inkomoko ni mwijuru. Hakuna mahali pengine penye tuna munji wa makimbilio lakini munji yetu ni mbinguni. Kongo ntabwo ari iwacu ni busuhuke. Kongo haiko kwetu lakini nubwo twaja mu Buraya naho ni mu busuhuke. Hata tunaweza enda Bulaya lakini Bulaya nayo iko na mwisho. Gitumye igihugu cyacu cyo tuzabiteka ryose ni mwijuru. Lakini nchi yetu yenye tutakuwa ndani milele ni mbinguni. Kongo hariyo gupfa. Kongo kuna Bulaya hariyo gupfa. Bulaya kuna Burundi hariyo gupfa. Burundi hariyo gupfa. Ahariho gupfa ni mu bwami bwo mwijuru. Wenye hakuna kifo ni mfano. Aho niho tuzaba iteka ryose. Hapo ndipo tutakuwa milele. Abiteguriye kugaruka kwa Yesu Kristo, imani ba Yesu mukisha mutegereje. Wanashtarisha kurudi kwa Yesu Kristo. Mungu awabariki. Nicyo gitumye mushiki wanjye iyi si ntabwo ari yacu. Ndio maana ndugu yangu hii dunia sio yetu. Abari kwibesha ngo aha ni wabo si wabo. Wenyewe wako na shidanganya si hapa ni kwao, hapa si kwao. Turabasuke muri iyi si. Sisi sote tu wasafiri kwa dunia. Habi wacu ndakabayemo gupfa. Ndio hapa kungekuwa kwetu hakungekuwa kifo. Ibari wacu ndakabayemo indwara. Kama hapa kungekuwa kwetu hakungekuwa magonjwa. Gitumye bitwereka yuko isi kumbe ntabwo ari iwacu. Kwa maana ile itujulishe kama hii dunia sio yetu. Aho tuzabiteka ryose ni mu bwami bwo mwijuru. Tutakuwa milele ni mu. Aho niho tuzarama iteka ryose. Hapo ndipo tutaishi milele. Kugaruka kwa Yesu Kristo kuratwegereye. Kurudi kwa Yesu Kristo kunasogea. Tusomye amagambo y'Imana. Tumesoma maneno ya Mungu. Amagambo y'Imana akomeye. Maneno ya Mungu yenyewe iko nguvu sana. Imana yakibazwe none biteka ryose. Mungu wetu apewe sifa leo. Aya magambo y'Imana arakomeye. Hii maneno ya Mungu iko nguvu. Aya magambo wayumvisha n'amatwi y'umwuka arakomeye. Haya maneno ya Mungu mwenyewe amesikia na masikio ya kiroho. Wayumvisha n'amatwi y'umubiri aya magambo aroroshe. Lakini mwenyewe anaweza isikia na masikio ya kimwili hii maneno ni. Icyo tubasabye mube maso mutajenga. Naomba mkuwe macho msisinzie. Mwese yikoremo umubiri yake. Kila mtu ajifanyie kusinzira ahagarare. Mwenyewe atajisikia anataka sinzia asimame. Ubu mugeni wa Yesu Kristo. Huko bibi harusi. None utumeona magambo y'Imana kugira ngo ngeze umugeni wa Yesu Kristo. Ni wako na maneno ya Mungu juu itengeneze. None amagambo ntabwo gapesa tuzirinda. Hii maneno haiwezi kutakasa na uko. Imana yakibazwe n'iteka ryose. Mungu atapewe sifa leo. Umugeni wa Yesu Kristo ni ngombwa yitegure. Bibi harusi wa Yesu Kristo inaomba jitayarishe. Icyamutegura ni ijambo. Tena cha kitakutayarisha ni ile. Ijambo rifite gutegura umugeni wa Yesu Kristo. Ndio iko natengeneza bibi harusi wa Yesu Kristo. Ijambo ryo kutwezaho imyanda yose. Hii neno ndio iko natutakasa kwa dhambi zote. Ijambo ryo kutwezaho ibicumuro byose. Hii neno ndio iko natutosha kwa makosa yetu. Ijambo ryo kutukiza n'indwara zacu zose. Ndio inatuponyesha na magonjwa yetu. Imana yakibazwe none biteka ryose. Tuwape sifa leo. Mushiki wanjye none kumenyesha ngo muzaca tutakiri aha ngaha. Yangu naendelea kujulisha kama kutakucha na watuko hapa. Icyo gitumye aya magambo uyafate kandi uyazirikane. Ndio maana hii maneno uyashike tena uyafunge. Ubwo turi abashyitsi babimukira. Tuko hapa na tuko wageni wa kuhama. Igitumye umuririmbyi yagize ati ngo buzaca atacyari mu iyi si. Ndio maana mwimbaji aliimba eti utakuja na haiko hapa kwa
wale hata milele. Tujitumye tusome magambo y'Imana. Kwa maana tumesoma maneno ya Mungu. Amagambo y'Imana akomeye cyane. Maneno ya Mungu yenyewe ni ya nguvu sana. Atubwiye kwa asambule yarimo abakobwa 10. Anatuambia kanisa ilikuwa na wanawake 10. Asambule yarimo abakobwa 10. Ile kanisa ilikuwa ndani wanawake 10. Wote walikuwa wanakusanyika mahali. Walikata nani parti wamea wanakuwa pale wengine wanakuwa pale hapa. Dada yangu maneno haya yashike tena. Roho Mtakatifu ashuke atusikilishe haya maneno ya Mungu. Tuambie kanisa yenyewe ilikuwa ndani wanawake 10. Ninaumiza ndugu yangu. Wanawali 10 wamaya wapumbavu wengine watano. Maneno ni maneno yenyewe yanashangaza tena ya oga. Ilikuwa nani watu 10 wote na ni wanawake. Tungekuwa hapo tunaona kisi walikuwa naimba na kuomba. Wote walikuwa naisha watenda pamoja. Ona kitu inashangaza, 5 wapumbavu wengine 5 wenye busara. Hata wale wenye akili hawakuwa wanajua kama kuna wapumbavu. Wote walikuwa wanafahamu kama wote yuko na wote walikuwa wanakulia mahali pamoja. Wote walikuwa wanakulia mkanisa moja. Lakini kuna wenye akili 5 na wapumbavu 5. Dada yangu, jiulize ile neno eti wapumbavu. Inakuomba usiseme wapumbavu. Kama ile neno itakuwa ukamata ama inakuwa nikamata. Ile neno iliandikwa Biblia eti kulikuwa wapumbavu 5. Hii Biblia takatifu eti kulikuwa wapumbavu 5 na ni watoto na kulikuwa na wenye busara 5. Mungu wetu apewe sifa leo hata milele. Jiulize wote walikuwa wanakulia pamoja. Jiulize wote walikuwa wanakusanyika pamoja. Jiulize wote walikuwa wanafurahia pamoja. Mungu wetu apewe sifa leo hata milele. Sasa sie wabia wakora, Mungu atusaidie. Tusikuwe ndani parti mbili. Tusijikute kuna wapumbavu na wenye akili. Ombi ya magharibi ya leo sema Mungu atusaidie. Mpumbavu. Mungu wetu atusaidie, atutie msaada mshina la Yesu Kristo. Jiulize kanisa ya watu 10. Lakini kuna 5 lakini kuna 5 wengine Mungu atusaidie tusikuwe umu na tuko lakini tukue umu na tuko wenye akili. Sema tusikutake mfalme wa mbinguni. Walikuwa wanasubiri bwana harusi. Ni kusema kulikuwa wenyewe walikuwa wanachunga. Walikuwa wanachunga unyakuo yao. Walikuwa wanachunga kuingiana na bwana harusi. Lakini ona vile walikuwa wanachunga. Nasema haleluya haleluya. Mungu hata tusaidie sana.
na tumaini. Wale sasa mafuta isha anza la kosa. Kwa maana heri mwenye atachunga anachunga na iko na mafuta. Heri mwenye atachunga na iko na mafuta. Kusema Bwana utani na wewe na simama. Utapewa sifa la ule mwenye kwa na mafuta ya hata atoke mahali aende mwichi ingine. Ziweza toka kuparole. Alishaka kula nini? Alikuwa alishaka fundishwa hata kuwa haiko hapo. Haezi angusha. Lakini wewe mwenye una mafuta ya pembeni. Unapasha kwa ungali hapa. Lakini wakati hata kwa unaenda mwingine. Unafika kule unashamata kisha unajipenda. Ile itakuwa ni alikosa ile mafuta ya lakini yule mwenye kwa mafuta hata atoke hapa leo bora ende mwiti ataendelea kusimama. Wenyewe wanasimama mahali ya Mungu. Mungu awabariki. Dada yangu naomba tusimame. Niamini mai wakati ya Mungu. Mpepele iko pahali tofauti. Mungu wetu apewe sifa sana. Na wale 10 wale wanachunga. Lakini tunaomba kurudi kwa Yesu Kristo kuna kurudi kwa Yesu Kristo. Sasa leo inaomba tukue macho. Sema tukutane vile tulikuwa. Heri yule mwenye atakuwa ngana simama. Heri mwenye alianza vizuri na sema yule Mungu atambariki. Mungu apewe sifa zote. Wote walikuwa wanachunga. Wote walikuwa na mahali kwenye wanachunga. Mataa yao ilikuwa iko na wewe. Mafuta ilikuwa na waka mitaa zao. Lakini asepa na mafuta ikaanza 20. Mungu wetu apewe sifa. Inatuomba wandugu na wadada naomba mafuta yetu isiishie. Hata tumalize miaka 20. Hata tunaweza kuvukisha na hata tuvukishe na heri wenyewe iko nguvu ndani yao. Heri wenyewe alikuwa na lakini wanaishi mneno la Mungu. Mungu wetu apewe sifa. Kwa maana sisi bibi harusi hatuna inaendea kwa miaka yetu. Lakini vyetu simama kwa neno la Mungu. Sio mambo ya wakati, sio yetu. Mungu wetu apewe sifa. Wote walikuwa wanachunga wote walikuwa wanachunga bwana harusi. Walienda Bwana nakuya, Bwana nakuya. Zeni taa zenu, Bwana nakuja. Wakasha sinzia wote wakasimama. Watano wenye akili wakasimama. Watano wapumbavu nao wakasimama. Wote watengeneze taa zao. Mungu wetu apewe sifa. Lakini Bwana alipofika
tupatie kwa mafuta yacho arasize juu yetu inaisha. Wanawaambia ati Wengine wakawaambia ina mwichuti zacho sababu kwa wanani mutasiga enako na yacho lakini mafuta inabakia na yetu. Lakini mkimbie kwenda uza yenu. Uza mbio kwa walitoka mahali pahali walipokuwa wametoka. Bwana naye akafika. Wenyewe alikuta wanashtarisha ndio wanaingia nao. Njoo mwana ndugu yao dada yangu. Wenyewe atakuta wanashtarisha ndio wanaingia nao. Njoo maana inaomba kuwe maji. Utakuwa sifa na inaomba taa zetu zikae ziko inaomba vile uliamini uikale unasimama. Wale walienda vile wanakimbia. Ingine tukimbie wale wasitutangulie pale. Walifika kwa kuuzia mafuta. Wengi walifika waliipata. Wakaongeza wakarudi. Waliporudi wakakutana huko humo furaha. Wanyata bakia kwa dunia. Wanyata kwa puwa. Ule wanataka kutana shida. Wanataka kutana heri mwenye atapata atapewa sifa la hata milele. Walipokuja wakakutana furaha. Haleluya. Walipokuja wakapiga hodi. Wale ni manani? Aseni si. Ingia wanani? Ndio neema ya lakini tulikuwa hapa. Tulikuwa nenda uza mafuta. Bwana asema mtoke siwajue. Acha niletea fusho. Ile njoo vile watu wa mingi wanaenda bora. Mbele wanaenda pata hawa mbele. Alikuwa anasema kwa kufanya maishara mshina lako.